Tumekuwa mstari wa mbele kuongelea hali tuliyokuwa nayo ikiwemo uwepo wa mwenyekiti wa Chadema gerezani. Tamani kufahamu kwamba katika moja ya vitu ambavyo hushawishi watu kuingia katika siasa ni namna ambavyo chama kinapambana kutetea haki za wanyonge, haki pia za watu wengine. Ninyi kama ACT Wazalendo mmekuwa mashuhuda kwa namna ambavyo mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kesi yake namna ambavyo inaendelea mpaka hivi sasa bado ipo magereza, ni takriban mwaka mmoja. Pengine ninyi kama chama kuna jitihada gani ambazo mnazifanya na hii hali mnaichukuliaje? Sisi hatufurahi kuona mwenzetu yote kuwa kizuizini au kwenye mtanziko wa hatima yake. Tungefurahi kama nilivyoeleza kuona kwamba vyama vya siasa vinapewa uhuru wa kufanya majukumu yao, wa kufanya siasa, wa kuhoji utawala ulioko madarakani, wa kuvumbua ubadhirifu na kuongelea mambo yote yanayohusu wananchi na namna ambavyo yapatiwe masuluhisho. Tumekuwa mstari wa mbele kuongelea hali tuliyokuwa nayo ikiwemo uwepo wa mwenyekiti wa Chadema gerezani. Tumeongea katika mikutano ya hadhara katika matukio mbalimbali, na ukiona hata madai yetu ya nini kifanyiki baada ya Oktoba 29, dai la kwanza ni kuwatoa vizuizini wafungwa wowote wa kisiasa. Baada tu ya uchaguzi, pamoja na uwepo wafungwa wa kisiasa gerezani, kulikuwa kuna wengine wengi wakiwemo viongozi wetu kwenye matawi, kwenye kata, kwenye majimbo, viongozi wa mikoa wa vyama mbalimbali, hasa vyama makini ikiwepo ACT Wazalendo kizuizini, wakiambiwa aidha wamechochea vurugu au wamefanya hili au wamefanya vile. Kwa hiyo sisi katika kila sehemu tulioenda kuongelea hali ya sasa ya Tanzania, dai letu la kwanza limekuwa ni uhuru wa wanasiasa waliopo kizuizini ikiwemo Mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema. Amani ni tunda la haki. Tunarudia, tunataka haki itendeke kwa vurugu na yale yote yaliyotukia wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29 na baada ya uchaguzi. Tunataka haki kwa waliouawa, tunataka haki kwa Watanzania kwa sababu jukumu la serikali ni la kulinda wananchi wake. Tunataka haki yetu ya kuchagua viongozi kwa uhuru, bila kubugudhiwa, bila kunyanyasika, bila kuwekewa mashinikizo yoyote na dola. Na tutakapotenda haki kama taifa, amani itakuja. Na kupata utulivu wa kisiasa unakuja kama matokeo ya kutendea wananchi kwa haki na usawa, kuwa na njia bora za kuitafuta hiyo haki, mahakama, vyombo vinginevyo, namna ambavyo mnaijenga nchi yenu na kusimamia watu wenu bila upendeleo, bila uonevu, bila ya kutumia maguvu na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo huo ni upande mmoja. Upande wa pili, tunaye mtu anaitwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali ambaye jukumu lake ni kuangalia thamani ya fedha ya Watanzania, namna ambavyo fedha zetu zinatumika kwenye miradi mbalimbali, kazi mbalimbali tulizojipangia wenyewe, na namna ambavyo ile thamani inapatikana. Kwa hiyo CAG anatuambia kwamba mwaka 23, 24, 25 ukijumlisha upotevu, uporaji, uzembe, kutokuwajibika, yale yote yale ukiyajumlisha yameleteleza, yani gharama yake inakuwa ni trilioni 7. Sisi tunakwenda kukopa fedha kwa ajili ya kufanya shughuli za maendeleo. Na ukichukua ule mkopo unatakiwa ukafanye kazi husika na ilete tija.
ili sasa kama ni uzalishaji unaongezeka, kama ni shughuli ya barabara imeisha, sasa watu wanapita wanafanya shughuli zao, ile tija sasa itaongeza spidi ya watu kutafuta maendeleo na itawapa faida kama ilikuwa ni shughuli yenye kikwazo. Maana yake ni kwamba kama tunakwenda kukopa, halafu tunavyokopa tunashindwa kuzitumia fedha kufanya kile kilichodhamiriwa, maana yake ni tunapoteza. Ukichukulia mwaka 2024 2025 tumeongeza deni la taifa kwa trilioni 13. Sasa linganisha kati ya ile trilioni 13 tuna trilioni 7 huku iliyopotea. Lakini pia hiyo trilioni 7 kwenye bajeti ya taifa inakuja asilimia kama 10. Kwa hiyo maana yake kila tunapopanga kuna kiwango kikubwa kinaenda kupotea, na tunaenda kukopa kwa sababu tuna nakisi. Tuna nakisi kwa sababu zile tulizokuwa nazo ndani hazitoshi. Za ndani zote tunazitumia, na za ndani nyingi tunazitumia kwa kulipa mishahara, matumizi ya kawaida na kulipa madeni. Maana yake ni kwamba tunahitajika kuwa makini. Hichi kidogo tulichokuwa nacho kama fedha zetu zitumike kwa umakini ili zilete tija. Ile mikopo inaenda kukopa itumike kwa umakini ili kulete tija, na sio ivuje tena tuje tupate kitu kama trilioni 7 kuvuja kwa nchi ambayo tumeendelea kupambana na tuna huduma nyingi zinazohitajika kwa wananchi ambazo hazijawafikia kwa kisingizio cha kukosa fedha, wakati upande wa pili kuna fedha zinazovuja na kupotea. Okay, sawa, tukiwa tunaelekea tamati, bila shaka tumezungumza mengi. Ikitokea ukapata nafasi hivi sasa ya kurudisha siku nyuma hadi pale kabla ya kusaini zile kanuni za uchaguzi, ninyi kama ACT Wazalendo kwa hali ambayo iko hivi sasa, ungesaini? Tumesaini, tutasaini na tutaacha kusaini. Sisi ni wapambanaji, hatuwezi kukimbia uwanja wa vita. Tutaendelea kupambana mpaka tuhakikishe kuna kuwa na uchaguzi huru na haki katika nchi yetu. Sisi ni chama cha siasa, sio NGO wala azaki ambayo tunaweza kukaa pembeni na kufunga mikono. Kuna kazi ya wananchi inatakiwa isimamiwe, ifuatiliwe, ikosolewe, iboreshwe. Na tutaendelea kuboresha mbinu, tutaendelea kuwasemea Watanzania, tutaendelea kutoa sera bora za kuleta mabadiliko ya kweli katika nchi yetu.